katika kuyafikia makundi maalum kwa kuwajali na kuwathamini yatima. Nao ni kundi mojawapo. Kwa kuliona hilo, Amana Benki Zanzibar imewafutarisha watoto yatima wanaolelewa katika kituo cha Amani Foundation kilichopo Maungani, wilaya ya Magharibi Unguja. Na hapa meneja wa benki hiyo anaelezea sababu zilizowafanya kuwafutarisha watoto hao, huku mratibu wa kituo hicho cha kulelea yatima hakuacha kutoa shukrani zake kwa benki hiyo. Kwa nini watoto mayatima? Kwa nini leo ni hawa? Amana Bank kwanza ni benki ambayo inafuata misingi ya Kiislamu katika kutoa huduma zake. Sasa miongoni mwa katika taratibu zetu sisi kila mwaka tunakuwa tunafanya iftar, lakini iftar yetu sisi iko tofauti kidogo. Iftar yetu sisi badala zile ambazo za kualika watu wengi sehemu fulani, sisi kaida yetu tunakuwa tunaangalia yale makundi ambayo yenye kuhitaji. Wakati mwingine unaweza kumwalika mtu iftar akaja, lakini kiukweli usiwe umefikia lile lengo la kuweza kufutarisha. Sisi tunakuwa tunaangalia wale ambao wenye mahitaji maalum. Wenye mahitaji maalum ni pamoja wanaoishi katika mazingira magumu, lakini pia na watoto mayatima. Hasa this year kwa Ramadhani ya mwaka huu tumesema lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunafika kwenye watoto yatima na kuwapatia mahitaji kulingana na wale wanayohitaji. Unaweza ukapeleka wakati mwingine mahitaji ambayo wewe ukafikiria kwenye kituo cha watoto yatima, sawa watawapokea, lakini kwa kipindi hicho sio kitu ambacho wao walikuwa wanakita. Kwa hiyo tukasema tukae nao pamoja, tujue mahitaji yao ni yapi. Hasa tulifanya hivyo kabla ya Ramadhani haijaanza, na tukagundua kuna baadhi ya vituo vilikuwa vikihitaji vyakula, kuna baadhi ya vituo vilikuwa vikihitaji uboreshaji wa vituo. Kwa hiyo tuligawa hivyo. 10 la mwanzo tulipita katika vituo viwili, kimoja Fuoni, kingine Kibele, tukiweza kutoa mahitaji ya chakula. Lakini katika 10 la mwisho tulipata taarifa kwamba kuna kituo kipo Maungani kina watoto wanaishi katika hali ngumu zaidi, kiasi ambacho mpaka jiko la kupikia, sehemu ya kupikia hawana, hata makazi ambayo wanokaa ni kwa kweli ni makazi ambayo haridhishi, lakini wapo kwa sababu hawana cha kufanya. Kwa baada ya kwenda tukajionea ile hali, then tukasema hapa lazima tuweze kusupport, ndo tuweze tukasupport mifuko ya saruji, lakini pia tuweze kupatia mabusati. Lakini licha hiyo tukasema ni vyema tuwaite na kwa pamoja tukae nao kama Amana Benki Zanzibar, tukiwalika baadhi ya wateja na kufutari nao. Kwa leo kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tumefanikisha hilo, na leo tumeweza kula iftari nao pamoja, lakini pia tutawakabidhi baadhi ya mahitaji kwa ajili ya siku ya Eid al-Fitr. Kwa kweli tumefarijika sana, na kwa kweli tunatoa shukrani zetu za dhati kwa benki ya Amana Benki kwa kutushika mkono, kwa kutufariji, kwa kuwa pamoja na sisi kwa maeneo mbalimbali, kwa sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tunashukuru sana benki ya Amana Benki kwa msaada wao, kwa uwepo wao na kutufuata kwenye kituo chetu, wakaja kutuchukulia watoto wetu, kutualika hapa, tukaja tukafutari hapa. Kwa majina naitwa Talib Kombo Haji. Nashukuru kwa hilo, kwa kutuita kuja kufutari hii, na tunawapa shukrani na Mwenyezi Mungu atawalipa kwa ujira unaopaswa. Kwa majina naitwa Zoena Basi Ali, ni mtoto nalelewa na kituo cha Amani Foundation. Ningependa kuwashukuru benki ya Amana Benki kwa kutoa hafla hii na kutualika sisi. Tunashukuru sana, Allah alipe heri. Endelea kutazama matukio mbalimbali kutokea hapa Sema Africa TV, kutokea hapa visiwani Zanzibar. Mimi Abdalla Balozi.